Asante sana studio, na tunaendelea ndani ya exclusive na beautiful wa Kanyigo. Tunakutana ndani ya makala za michezo. Tunakwenda kuangazia mambo mbalimbali kwa wanamichezo hapa nchini Tanzania na hata nje ya nchi. Leo hii namleta kwenu si mwingine ni mwanasoka wa zamani Becky Kisiki wa timu ya taifa ya Twiga Stars ama timu za taifa za wanawake. Si mwingine ni Mwanaidi Tamba. Mwanaidi, habari za siku nyingi? Nzuri, habari yako? Salama kabisa, uko poa? Niko poa. Hakika ni kitambo tumepishana Sana. Mara ya mwisho tulikutana pale Dodoma. Miaka kadhaa hivi imepita. Kama mitatu. Yes, sio kama ni mitatu kweli. Yeah, nimejaribu kuvuta kumbukumbu ya matukio yaliyokuwepo, nimeona kweli ni miaka mitatu. Unaendeleaje? Si jambo. Naamini siku hizo ulishatundika daruga, si ndio? Kabisa. Sasa hivi unafanya nini? Sasa hivi nimekuwa kocha. Umekuwa kocha. Naam. Tutakuja kuyaangazia hayo. Amekwambia sasa hivi amekuwa ni kocha, lakini kama ambapo nimetangulia kuzungumza na wewe, kama ndio kwanza unajiunga nasi, ambaye tunakwenda kuzungumza naye ni Mwanaidi Tamba. Mwanaidi, wakati mkianza soka ninyi ndio waanzilishi wale wa mwanzoni kabisa, hali ilikuwaje? Kwa kweli ilikuwa changamoto. Kwanza yani sio nisemeje, sababu ilikuwa ni kitu ambacho unachokipenda. Tumeanza katika mazingira magumu. So kama sasa hivi unakuta vifaa viko vingi, viwanja vingi, lakini kipindi kile unakuta wapo washabiki wengi wanapenda mpira, lakini ile exposure wanaoipata sasa hivi kwa kipindi kile sisi hatukupata. Unakuta kimfano kama mimi nahisi kama nafasi ya pili, maana ukichukua ya kwanza ndo kama kina Esther Chabruma, kina Edina Rema. Mimi kina Esther Chabruma nimekuja kumaliza nao. Naam. Walikupokea. Walinipokea. Nikiwa mimi Asha Mwarala, Mwanamisi Omari, kina Zena Hamisi, Foe. Kwa hiyo tulikuwa na mazingira magumu hata majumbani tunapotokea. Edina Rema tulimkuta. Mlimkuta, okay. Na ndo kategori ya kwanza kabisa. Ya, kabisa. Kwa hiyo nakuta ile nyumbani mzazi ukishamwambia mimi anajua kabisa mtoto wangu anapenda mpira na anakuruhusu unaenda, lakini kwa jamii sasa inayokuzunguka, majirani wanaona kwa nini huyu mtoto anaenda kucheza fani ya mpira, anavaa vibukta vifupi, mtoto si atakuwa muhuni. Kumbe walikuwa hawajui kile kitu baadaye kitakuwa kina manufaa makubwa. Kwa situation hiyo kwa kweli ilitupa tabu sana. Baadhi yao walikuwa wanajua nini tunachokifanya, lakini hasa katika upande wa mama zetu ukiachana na baba zetu. Sababu hii fani ni ya wanaume. Kwa hiyo sisi watoto wa kike tukawa kama tuna force. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu tulifikia tulipofikia. Ni kitu gani ambacho unakikumbuka unasema hii kwa kweli wakati na ingia kwenye tasnia ilikuwa ni changamoto kwako? Majirani wa mama unakuta mtu mpaka anakuita, hivi we mtoto, kwa nini unapenda kucheza mpira, unaenda hivi unavaa huko uchi? Amna, mimi naenda kufanya mazoezi. Kwa nini unatembea hivyo? Amna, ule mpira haufai mimi kuvaa sketi. Lakini kuna siku moja hiyo yani yule mama kidogo nimemsahau. Ndio. Mara ya kwanza nakumbuka tunaitwa national team Twiga Stars. Majina yanatangazwa kwenye redio na kwenye Taifa Habari. Nakumbuka yule mama aliniita. Akaniambia nimesikia jina lako. Hivi ndo Mwanaidi wewe? Nikamwambia unaenda kupanda ndege? Nikamwambia Bwana, hongera sana kwa kweli. Ni kimwagizo kizuri. Nikamwambia basi na mimi ukirudi nitakupa mtoto wangu uende naye mazoezi. Wow, huyo aliyekuwa anasema unavaa vikaptula. Haiwezekani Mwanaidi. Nikamwambia sawa, tutaenda naye mazoezini. Lakini mtoto wake hakuwa tayari. Yeye mtoto hakuwa tayari. Kwa hiyo nikaona labda vile alivyokuwa akiongea akitubeza, labda mtoto naye imemwingia akilini. Kwamba mtoto ili alivyokuwa akiona akiendelea kwamba kama sijui niseme kama kusakama, yani kutukutia moyo, na mtoto naye alivunjika moyo. Kwa hiyo yani mimi ombi langu kwa wazazi waangalie mtoto unavokaa naye, sio lazima mpira peke yake.
Kuna mtoto mwingine ana labda mkimbiaji riadha, mwingine labda kama ni wa kike netball, basket, kuna cricket. Talent alokuwa nayo mtoto wako muendeleze, amuendeleze. Kutokana sasa hivi michezo sio kusema kipindi cha nyuma, hata katika mtu anakuja kukusalimieni hivi anakwambia michezo furaha, michezo afya. Lakini kwa sasa michezo cha kwanza ajira, cha pili afya, na pia inaleta muunganiko baina, kama sasa hivi wewe uko Tanzania lakini kuna mtu unafahamiana naye South Africa, kwa sababu mlikutana kwenye michezo tofauti. Siku wakati unapanda ndege mlikuwa mnaenda nchi gani? Una kumbukumbu? Nakumbuka. Naam. Mechi ya kwanza tulikuwa tunaenda Eritrea. Okay. Ni moja katika ile ya kufuzu AFCON au ilikuwa ni mashindano ya kulikuwa ni ile ya kufuzu AFCON, ambayo tukafungwa 2-1. Sio hiyo. Hiyo hapana. Mechi ya kwanza wale tuliwafunga kwao. Okay. Tuliwafunga 2-1, 3-1. Okay. Tulivyorudi huku tukawapiga goli 8 na hizo. Kitu kama hicho. Alimanusura kila ile first 11 kila mtu aondoke na goli lake. Nakumbuka pale Mwanahamisi alijipigia mengi sana na pamoja na Asha Mwalala wale walijipigia mengi sana kwenye hiyo mechi, na mechi ilichezwa kama sikosei uwanja wa Taifa. Uwanja wa Taifa. Yes. Kwa maana ya kwamba sasa hivi tunasema Benjamin Mkapa. Baada ya kurudi natamani kumsikia yule mama. Nataka tuende hapo. Yule mama alikupokeaje unarudi? Yaani tulivyokuwa tunarudi, tulivyofika pale airport tu, cha kwanza mimi nikafungua simu nikampigia simu mama yako mzazi. Nikamwambia mama tumerudi. Asema haya. Nikaja nikaongea tena na baba. Kipindi kile yuko hai. Mwenyewe alikuwa akisikia tu timu ya taifa imerudi, na utakutana na washa gari sehemu husika, mnakutana naye. Anakuja kuwapokea na unakaa naye pembeni, anakuuliza sababu yeye ni mtu wa mpira, anakwambia niliona wakati unacheza pale ilikuwa hivi na hivi na hivi. Yaani kuna muda mnakaa kabisa ile mzazi na mtoto. Kwa hiyo nilikuwa najua kabisa kumbe hiki ninachokifanya nyuma yangu kuna support. Kwa hata mimi mwenyewe nilikuwa napenda hata ule muda wa mazoezi, leo uende mazoezi. Mama naenda. Utakuta nikirudi shule naweka ndani begi yangu naenda mazoezi. Baba na mama ni watu wa michezo? Wote ni watu wa michezo. Yaani in short sio baba na mama. Familia nyumbani wote ni wanapenda michezo. Nani alianza kuona kipaji cha Mwanaidi Tamba? Kipaji mimi, yani tuseme watoto wa mtaani wanasema ile mpira cha ndimu. Kukutana na watoto wa kiume, kaa kule tukae huku na mimi najiunganisha umomo. Kile cha mtaani. Mwanaidi wewe katika nafasi yako umecheza kama beki, ukicheza namba 5. Ni mtu gani ambaye alikuwa anakusumbua sana? Asha Mwalala. Kimfano utakuta ile tunapangwa Mkwasa na kuwekeni huku mabeki, huku mafuadi na mamidfield. Tunacheza au muda mwingine anatuweka ile 11v11. Tunacheza lakini kabisa mnasema hapa mpira kishika Asha. Pindi kile alikuwa Mwanahamisi. Shurua kweli. Na ndio maana watu wote hawa mtazamaji, kama umefanikiwa kuangalia kwenye exclusive zetu ambazo zimepita ama kwenye makala zetu ambazo zimepita, utaona watu hawa Asha Rashidi na Mwanahamisi Omari Gaucho hawakusita kumtaja Mwanahamisi Tamba, Mwanaidi Tamba. Yes, na Mwanaidi naona na yeye anaelekea mle. Hii inatupa picha kwamba ilikuwa ni bato kiasi gani, lakini kama umemsikia Kocha Charles Boniface Mkwasa, umemsikia Mama Tamba, amuite Alpha Tamba, watu wote hawa waliwazungumzia hawa au walimzungumzia Mwanaidi, kwa maana ya wachezaji wote hawa watatu ambao nimekuambia, na hii inaonyesha ni kwa jinsi gani kweli mlikuwa mna bato la maana. Kabisa. Kwa hiyo ilikuwa ni mtu ukianza kwenda kumkaba unatumia akili nyingi sana. Unasema huyu nikienda atanizalilisha. Kwa lazima utumie akili nyingi, nguvu kidogo. Maana unaweza kwenda kwa nguvu kama akili huna anakusalilisha. Mwanaidi, tupitishe kwenye AFCON ya kwanza Tanzania. Tunakwenda kushiriki, ili kuwaje mkiwa na Charles Boniface Mkwasa na kikosi chote hicho ambacho wenzako umewataja wakina Mwanahamisi? Kwa kweli kwanza niseme katika soka la wanawake toka lilivyoanza
sisi tulikuwa ndo wa kwanza kuicheza ile AFCON pale South Africa 2010. Kwanza nimpongeze Charles Boniface Mkwasa, ni mwalimu kocha wetu, baba yetu, sababu tulikuwa tunakaa naye, mkishatoka ile uwanjani, yani mnakuwa kama baba na watoto wake, sio kocha tena. Sio kocha tena, kama kocha tena wa kwanza kuikocha timu ya taifa ya Tanzania. Na kama unacheza vibaya atakuita, atakwambia wewe, mimi nakuhitaji, lakini siku mbili hizi na kuona hauko sawa, shida nini? Utamwambia ticha hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Aha. Na mkifika mazoezini ni kweli, anakwambia si uliniambia, mbona umecheza vibaya? Kwa hiyo kile kitu mtu yani unajua kabisa kumbe ninachokifanya ticha yuko ana concentrate na mimi. Tulivyopata ile nafasi ya kuenda kucheza AFCON, kikosi kizima kwanza tulikuwa na tuseme morali, na tulikuwa pia tunahitaji kile kitu. AFCON ni nini? Na tunaenda kucheza na watu gani? Tunaenda kuichezaje? Ticha akasema wala msijali, kama tumeweza kucheza hapa mpaka tunafika huko na huko, twendeni tukacheze, tunaenda kujitangaza sasa sisi kibiashara. Tumefika South Africa tukacheza mechi ya kwanza, tulicheza sikumbuki tulianza na nani. Maikundi yetu ulikuwa Mali, ulikuwa na South Africa ambaye ni mwenyeji ndio ambaye ndio umefungwa naye. Tulikuwa na Nigeria na sisi wenyewe timu 4. Sawa kabisa. Kwa hiyo mechi ya kwanza tukapoteza na mwenyeji. Mechi ya pili vivyo tukapoteza, ya tatu na Mali tukajipa moyo tukasema, yani tukienda kwa jinsi wanavyocheza hivi Mali, sisi lazima hapa tunawapiga, kama sio mbili ngoja tukachukue pointi pale. Ama kweli wanasema mpira sio kitu cha mdomoni, ni vitendo. Tulienda pale, kilichotokea tukadraw. Hongera sana. Yaani kutoka kwenye kufungwa na hii umesema tunawafunga. Ile spirit mlioenda nayo ikazaa matunda ya kutoka draw, kwa maana hamkuwa wasindikizaji tu, kila mtu anakuja anajipigia anaondoka. Sasa sisi tulikuwa hatuitaki ile draw. Tulikuwa tunataka Mali, sababu usikibonde kapigwa na South Africa, kapigwa na Nigeria. Na sisi tulipigwa hivyo. Kwa hiyo mkasema kibonde kwa kibonde, na sisi tunajipambanua, lakini matokeo akasema hapana, ninyi nyote kibonde. Ilikuwa hatari kwa kweli. Kidogo tu tufuzu mara ya pili mfululizo, lakini mambo yakaenda ndivyo sivyo. Kadri muda ulivyokuwa unaenda, na siku zote katika mpira, ngoja ndugu mtangazaji nikwambie kitu kimoja. Beki wakati anapocheza kwa kudefense, lakini forward wakishinda anazidi kupata nguvu maradufu kulinda goli lake, kile tulicho nacho. Lakini mnaona zile nafasi zinapatikana afu zinakosekana, wenzenu wanakosa, hawazitumii vizuri. Kwa hiyo mnapokuwa ile mnakuwa kama mnaduaa, kwa nini likija watu wakifanya counter attack inawakosti? Ndio kitu kilichotokea siku hiyo. Kwa kweli kilituumiza, yani nakumbuka sasa. Yani kile kitu kilisababisha mpaka tumetoka pale uwanjani, tunaingia kwenye gari, hakuna maongezi mpaka tunafika kwenye kipindi kile tunakaa kwenye hoteli yetu ya Itumbi pale Magomeni Mwembe Chai. Kwa kweli tulimuuzi baba yetu Mkwasa. Alikasirika vibaya mno akiwa na Adolf Richard. Naam, uko sahihi. Yani na kama una kumbukumbu, baada ya hapo kocha alitundika daruba kwenye timu ya kabisa. Bakari Shime Nyundo, muite mchawi mweusi, yeye aliweza kurudisha ile ambayo iliwavunja morali wa Tanzania, lakini na vijana wako ambao walikuwa na Charles Boniface Mkwasa, kwa maana ya kategoria wakina Mwanaidi nao wakina Asha Mwalala na wengine wengi, huyo Ethiopia. Tukaenda pale nchini kwao, nami nikiwa mmoja wapo, tukawaadhibu. Tuanza kuwatandika hapa 2-0 katika dimba la Azam Complex, la baadaye tukaenda kwenye mchezo wa marudiano pale Ethiopia, wakala tena tukawatandika goli 1-0. Lakini hiyo ilikuwa ni mara ya pili mfululizo, kwa maana ya mwaka huu sasa tukapata nafasi tena nyingine ya kufuzu, kwa maana ya mwaka jana tulishiriki michuano ya AFCON pale nchini Morocco, ikiwa ni mara ya pili, na mwaka huu tena ambapo tayari kama umeona mashindano haya yamesogezwa tena mpaka hapo mwezi Juni mpaka
Agasti yataendelea tena, lakini tumeweza kuona tayari timu Mwanaidi ilikuwa imesha kwenda kambini, imekwenda pale Egypt kuweka kambi, kaja kwenye mashindano maalum pale Dubai, ambapo kulikuwa kuna mashindano maalum ya kujiandaa kwa ajili ya hayo mashindano. Ni kitu gani ambazo unaweza kuwaasa wenzako kwa kipindi hiki ambacho wamerudi ndio hapa nchini, lakini muda si mrefu watarudi tena kambini na kuweza kujiandaa kurudi tena kwenye maandalizi ya AFCON kwa ajili ya mwezi Julai? Wanafanya vizuri, wapate kumsikiliza mwalimu kwa uzuri zaidi. Naam. Sababu ili ufanye vizuri lazima umsikilize mwalimu nini anachotaka. Japo usikifanya katika 100%, basi ataka zile asilimia zinazotakiwa fikia pale, hizo zingine utazipata. Lakini mwalimu anakuambia fanya hivyo, unafanya ule ujuzi wako. Hapana, kweli una kipaji, lakini iko kipaji apatikane mtu wa kukiendeleza. Ndio kama hapo mchawi mweusi yupo, basi atawafanyisha vizuri, mambo yatakwenda vizuri kabisa. Mwanaidi, tumeyasikia hayo ambayo umewaasa wenzako ambao watakwenda kupata fursa ya kutuwakilisha kwenye michuano hii ya AFCON. Muda huu unafanikiwa kukutana na waziri mwenye dhamana ya michezo, si mwingine ni Paul Makonda. Ninyi mmepitia kwenye mambo mbalimbali, lakini na serikali ilikuwa ni ya tofauti chini ya Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kupitia kwa waziri wake, nini unaweza ukamuomba kuhakikisha kwamba anaifanyia timu ya taifa ya Twiga Stars ambayo inakwenda ili iweze kufanya? Umepata hiyo fursa, anakuambia wewe ulicheza mpira na umeshiriki kwenye michuano hii ya AFCON. Sasa ni wakati mwingine, unatamani kama legend niwafanyie nini hao wadogo zako ili waweze kufanya vizuri? Ungeweza kumwambia nini kuelekea kwenye AFCON? Kwanza kabisa wapate kukaa katika mazingira mazuri kabisa. Mazingira mazuri nikimaanisha katika posho zao wapate kwa wakati, hata katika mpangilio wao wa chakula pale watakapokaa wapate chakula kilichokuwa sahihi kabisa, mavazi. Sababu mtu unajua anapokaa kama vile useme mchezaji akiona posho yangu naipata kwa wakati, uniform zangu sina tofauti kubwa na wale wavulana wanavyozi. Unajua sisi tukiwa timu ya taifa ni kwambie kitu kimoja ndugu mtangazaji, tunakuwa tuna mechi. Mbona wanaume wamepata hiki na hiki na hiki? Mbona sisi hatujapata hiki na hiki na hiki? Kwa nini? Kinavunja moyo. Lakini tukiona mbona wakaka walienda kule wakapata hiki na hiki na hiki, mbona na sisi tunacho? Hapo inakuwa hakuna nakoma. Kwa hiyo watuwekee mazingira yetu sahihi kabisa, yawe sawa na wakiume, hata msipofikia lakini walau tunasema katika zile 4 kwa maana zile robo 4 basi 9 hata robo 3, si ndio? Tupate hapo watakuwa sasa wao wanatudai sisi hiki mlichokitaka, mbona tumewapa, kwa nini nyinyi hamjatuletea? Kwa mimi ya kwangu ni hayo. Tunaamini serikali yetu ni tukufu na hivi ni vitu vidogo vidogo kwao, naamini tutakwenda sawa bin sawia, na hili liko wazi kwako mtazamaji, na hata serikali yetu ni hivi. Wanawake sisi kwenye mambo ya michezo tuko hapa na kaka zetu wako hapa. Kwa hiyo rais tuendelea kushikilia hapo hapo na kama mama mwenzetu. Kwa hiyo ukiendelea kuwa si kama ambavyo amezungumza hapa Mwanaidi, ukiendelea kuwekeza kule, naamini timu hizi za taifa za wanawake zitakuletea mengi mengi makubwa na kulitangaza taifa kwa maana ile Royal Tour ya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, mambo yatakuwa bulbul. Lakini unaona utofauti gani kati ya kipindi kile cha kwenu na kipindi cha sasa? Kwa kipindi cha sasa utofauti upo, sababu kuna wachezaji wengi wako nje. Kipindi kile ukihesabu mapro waliokuwa nje unamkuta kuna Esther Chabruma, alikuwa na Sofia Edward Mwaskiri na mwingine alitoka Shamwalala. Basi. Lakini kwa sasa hivi ukihesabu unaweza ukapata wachezaji karibia, yani ni wengi. Ni wengi sana. Wengi. Yani tunaweza kusema ikimpendeza Shime akaamua kuweka first 11 wote kwa pro, inawezekana. Kwa hiyo ni mpira wetu kwa upande wa kike umekuwa kiasi fulani kwa kupata wachezaji kwenda nje. Kwa ndani nako watu wazidi kujitokeza wadhamini. Umetuambia kwa sasa ni kocha, uko wapi?
Mara ya mwisho nilikuwa na timu ya Gates ambayo ilikuwa imeshiriki ligi mwaka jana, ligi Fountain Gate. Ile timu ilikuwa iko Dar. Yes. Chini ya bosi wetu Ezekiel. Kwa baada wenyewe kufikiana mwafaka, ile timu ikarudi Dodoma. Naam. Kwa hiyo bado sijakuwa na timu, ila niko tu nafanya shughuli zangu hizo za mpira. Yes. Niko nafundisha kwenye, tuseme naweza kusema ni academy ya watoto wadogo nafundisha, na kwenye mashure wanakuaga na vile vipindi vyao vya michezo. Kuna shule nao ya international. Okay. Kwa naenda na wafundisha watoto. Mwanaidi, moja ya kitu ambacho nilikisahau kipindi chenu wakati mnaanza mpira, mlionekana kuwa watu wengi ama wazazi, kama ulivyotuambia yule mama aliyekuwa na kuona kwamba kwani unaenda hivyo, watu waliona ni mchezo wa kihuni. Na wengi wenu, kwa sababu na wewe ni mmoja hapo, the way mlivyokuwa mkivaa, mnapenda kujiweka ile, wenyewe wanasema vijana wa kisasa tomboy, na hata Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lilimkera sana hilo jambo, na kwa sasa tunaona alhamdulillah wachezaji wetu kwa hivi sasa wamejirudisha kwenye ile hadhi ya umama, na sio kama ilivyokuwa miaka yenu wakati mnaanza. Mlionekana kwamba yani kicheza mpira wa kiume basi mimi nataka nijiweke ile kwenye usera. Lakini kwako niseme nikupe pongezi, kwa sababu wote ambao tulizungumza nao ambao walikuwa wazazi kama kocha Mama Tamba mwenyewe, mmoja kati ya watu ambao waliwazungumzia ambao walitoka kuwa kubaki kwenye uhalisia, ulikuwa pengine ni wa kwanza kutajwa, na ukiwa bado unaupiga ikiwa ni wewe Asha Mwalala, ambao tulikwenda kula ubwabwa wenu mkaolewa. Mambo yalikuwaje? Waliwaonaje? Mliwezaje? Mpira ni kazi kama kazi zingine. Ninapokuwa uwanjani lazima nitakuwa kwenye uhalisia wa kile kitu ninachokifanya, lakini nikitoka kwenye uwanja nitabaki kuwa Mwanaidi kama Mwanaidi. Na ndo kulingana na hali ile imefanya mpaka nikaolewa. Lakini licha ya kuolewa na nikawa nacheza mpira huku niko kwenye ndoa. Nakumbuka mpaka tunaenda kucheza Kosafa kwa maana ya South Africa? Tulienda kucheza Zimbabwe. Zimbabwe, hiyo ilikuwa ni Kosafa ndio. Kosafa. Yes. Niko nimeolewa mpaka tunaenda kucheza All African Game Msumbiji, niko nimeolewa. Kwa hiyo hata wadogo zangu saizi na washauri pia, vaa suruali yako lakini kuwa katika muonekano wako, ubaki kwenye uhalisia wa mwana maisha baada ya mpira. Sasa hivi na watoto wangapi? Na watoto wawili. Na watoto wawili. Unawezaje kubalansi muda wako kama mama, lakini wakati huo huo na majukumu yako yakaendelea, na hasa kwenye mambo yetu ya michezo bana? Ungekuwa kama ni mwalimu, nasema mwalimu kwa maana labda wa darasani, au kama mimi niko hapa Azam TV nakuja tu na kurudi, lakini ninyi kuna timu inatakiwa isafiri kwenda ndani na nje ya nchi, hapo unafanyaje? Dada yupo, lakini na ndugu hapo, kuna mama wadogo, mama wakubwa, utamwambia bwana mkubwa mimi saizi naelekea kuwajibika, atakuja pale. Na akiwa mdogo, tuchukulie mfano kama huyu hapa ambaye wa sasa bado ni mdogo, naondoka naye. Unaondoka naye na dada? Na dada naenda. Wow. Kwa hiyo atakaa hapo, mimi muda kazini nitaenda, nikirudi na kuwa mama wa nyumbani. Kazi zinakwenda, na huyo ndiye mwanamke hapo ndo tunaposema haki kwa sawa. Kina baba tuangalie vizuri sana. Hongera sana Mwanaidi, neno lako labda cha kuhitimisha ambalo tulikuwa labda hatujalizungumza. Mimi ombi langu na kwa neno langu la mwisho kwa ndugu mtangazaji hapa, nikimuomba mama yetu, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, sisi ni wachezaji wa Twiga Stars wa zamani, lakini wanaume walicheza sijui mwaka 80 ngapi, ndio, na waliitwa Ikulu. Kuna kitu wakafanyiwa, na sisi tunaomba, tumeweza kucheza AFCON mwaka 2010 na sasa hivi asilimia kubwa wengi katika tasnia ya mpira hawachezi. Baadhi yao tumekuwa walimu, wengine wamekuwa na uongozi. Tunaomba na sisi tupate nafasi ya kuja kukaa na wewe mama, ili uongee na sisi tujue mama unatuweka na sisi kwenye nafasi ipi. Hilo ni ombi la Mwanaidi, na mimi ni rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ukumbuke alikuwa mama mlezi wa timu za taifa za wanawake. Una kumbukumbu na hilo?
na baada ya kuwa rais, mama akawa majukumu sasa mengine hayo amewapa watu wengine. Naamini ombi lako moja kwa moja kwa mama amelisikia na ombi hili limepita. Na kama ambapo unasema kipindi hicho wakati wakiitwa wale, ilikuwa ni utawala wa awamu ya 5 kwa hayati Joseph Pombe Magufuli, na rais wetu wa sasa awamu ya 6 kwa maana ya Samia Suluhu Hassan, yeye alikuwa ni makamu wa rais. Kwa hiyo kwa ombi hili akipitia na lile, mbona jambo limefika. Mama una baya, mama rais una baya. Na sisi hivi ndivyo tunavyohitimisha, na ndio maana tunakuwa hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza mawili matatu. Vijana wetu, watoto wako hawa wanatamani kukaa na wewe, au wengine pengine ni wajukuu, kuweza kuzungumza na wewe. Tulikuwa naye alikuwa ni Becky Kisiki wa zamani wa Twiga Stars na timu za taifa za wanawake, Mwanaidi Tamba, ambao walifanya vizuri kweli kweli wakati kipindi hicho soka ndo bado kabisa, na hatimaye leo wamezalisha matunda mazuri na tunaliona soka. Kila mtu akiwa na mtoto utasikia, na mimi mtoto wangu bwana na kipaji, nataka akacheze mpira. Usifikiri ulianza tu, kuna watu walioanzisha ambao ndio haya. Hiyo ndio exclusive na Beautiful Kanyigo. Rosemary Timsokarugira, endelea kutazama vipindi ambavyo vinaendelea ndani ya runinga zetu.